Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaenda kujifunza kuhusu uhusiano wa msamaha na afya ya akili. Research nyingi zinaonyesha sana kuwa kuna uhusiano mkubwa kati ya tabia za kusamehe na kuimarishwa kwa afya ya akili. Kusamehe ni kitu gani? Ni uamuzi wa hiari kabisa wa kuachana na chuki, uhasama, ugomvi, uadui dhidi ya mtu aliyekukosea. Ni kuacha kutawaliwa na mawazo hasi dhidi ya mtu aliyekukosea. Mara nyingi ukikosewa na mtu unakuwa unajawa na mawazo hasi kuhusu huyo mtu, mawazo hasi wakati wote, na yanakuwa yanaplay kichwani mwako muda wote kuhusu huyo mtu aliyekukosea. Kwa hiyo kusamehe kuna kusababisha hata uondokane na kumwazia huyo mtu wakati wote. Alafu kusamehe pia ni kutomlipisha mtu kulingana na matendo yake. Ni kwamba ukimsamehe mtu unaachilia na unasema sitamlipisha. Amefanya hivi lakini sitamlipisha. Ni sawa vile na mtu labda ulikuwa unamdai lakini umeamua kuwa sitamdai tena. Kwa hiyo ni kwamba hutamdai tena huyo mtu kutokana na matendo aliyofanya. Ni kitendo cha unyenyekevu, wema, upendo na ukarimu, kwa sababu tunatoa msamaha kwa watu wengine. Ni kuachana na chuki, uhasama, uadui bila masharti, ili uendelee kuishi bila kuwa na vita ya chini chini. Kwa nini vigumu kusamehe? Watu wengi wanasumbuliwa na tabia ya kutokusamehe. Kunakuwa ni kugumu sana kwa sababu ya maumivu waliopata au hasara, gharama ambayo wameingia kutokana na matendo ya watu ambao wamesababisha waumie. Unakuta mtu mwingine ameharibu heshima, amekuletea gharama, labda amesababisha ulikuwa unaheshimiwa, sasa umeingia gharama ya kutokuheshimiwa na watu kutokana na maneno waliosema. Au umefukuzwa kazi kutokana na mtu maneno mabaya aliyosema kwa bosi wako. Au umefukuzwa kazi kwa kuonewa. Kwa hiyo umeingia gharama ya kukosa kazi kwa sababu ya mtu amekutendea matendo mabaya. Au mtu mwingine kukuletea maumivu ya kimwili na kisaikolojia. Tunafahamu kuna watu wengine anakuumiza mpaka unaweza kupata vidonda vya tumbo, unaweza kupata magonjwa ya moyo au matatizo mengine mengi tu ya kisaikolojia. Au mtu mwingine unaona shida kumsamehe kwa sababu amekusababisha uaibike, amekuaibisha, amekutangaza mpaka yani unaona aibu hata kutoka nje. Au umetengwa na watu kwa sababu ya uchonganishi aliofanya. Au mwingine amekuletea matatizo ya kifedha, labda amekuibia au amekusababisha upate hasara. Mwingine akakusababishia magonjwa ya moyo, akili, mpaka unaona kama hata anamsamehe lakini kaniachia kidonda kikubwa sana. Au mwingine akasababisha hata kifo cha mpendwa wako. Kuna watu wengine ambao tunashindwa kuwasamehe kwa sababu unajua kabisa hiki kifo kimesababishwa na mtu fulani. Lakini kusamehe ni kwamba unaachilia yote hayo kwa okay, yametokea na nimeamua kuachilia. Sitamdai tena huyu mtu, nitaendelea mbele. Na pia kusamehe ni kugumu kwa sababu kuna watu wengine ambao hawaombi msamaha. Hata akielekezwa pia hataki kuomba msamaha. Au bado anaendelea kukuumiza. Au wewe unataka haki itendeke kutokana na mambo ambayo amekufanyia. Kwa hiyo unasema sitamsamehe mpaka haki itendeke. Au saa nyingine kiburi pia kinasababisha tusisamehe watu wengine kwa sababu kuna mtu mwingine hukubali kujishusha, labda kwa nikiomba msamaha hapa nitaonekana nimeshindwa, nitaonekana nimejishusha sana, au nitaonekana ni mnyonge, nitaonekana nimeshindwa. Lakini kinyume chake ni ukweli kwamba mtu anayeomba msamaha ni mtu jasiri. Kwa sababu anajiamini na anajua, ametambua kama kweli ni kosa na ameamua kusamehe. Kwa hiyo tuna tabia kuomba msamaha na pia kusamehe watu wengine kwa sababu ni kitendo cha ujasiri. Unasema okay, pamoja na kwamba nimefanywa 1 2 3 lakini nimeamua kusamehe kabisa, kuachia ili niwe huru pia. Alafu ni vigumu pia kwa sababu mtu anataka mtu alipe kutokana na matendo yake. Ni kwamba wengine wanataka alipe kisaikolojia, mtu atakuwa anafanya vitu vya kukuumiza kisaikolojia au mwingine vya kukuumiza hata kwenye maisha yako ya kawaida. Ni kwamba anakuwa anataka ulipe kutokana na matendo yake, ndio maana inakuwa ni vigumu kusamehe. Alafu kuna madhara ya kutokusamehe. Research zinaonyesha kuwa kutokusamehe kuna husianishwa na kuongezeka kwa stress hormone kama cortisol na stress hormone nyingine. Ni kwamba ukiwa na ongezeko la stress hormone, mwili wako unakuwa katika hali ya fight, flight, freeze, fawn, yani hali ya kujihami. Kwa hiyo mwili uko katika hali ya kujihami ambayo sio utulivu, ni kwamba hata kinga mwilini zinapungua. Ni kwamba stress hormones zinaongezeka, zinasababisha kinga mwilini zipungue. Kwa hiyo utakuwa na hatari ya kupata magonjwa mbalimbali, kushambuliwa na magonjwa mbalimbali kwa sababu ya kutokusamehe, au pia hatari ya kuambukizwa magonjwa na hatari ya kupata magonjwa kama sonona, hofu, msongo wa mawazo, matatizo ya magonjwa ya moyo, vidonda vya tumbo na matatizo mengine mengi tu kwa sababu ya kutokusamehe. Alafu madhara mengine ya kutokusamehe ni kwamba unatawaliwa na mawazo hasi. Ni kwamba
ukiwa usamei, kama mfano umeshikilia maadui, ni kwamba unakuwa na mawazo hasi wakati wote na unakuwa unatawaliwa na hao watu ambao unajua wamekukosea. Kwa hiyo ina maana kila wakati utakuwa unamwaza huyo mtu na ubaya wake. Yani ukikumbuka tu jina, ukisikia jina tu unakumbuka tu mabaya na unawaza mipango mibaya dhidi yake na jinsi ya kumsema vibaya. Kuna watu wengine wanatawaliwa kimatendo. Mfano kama wengine hata ukikutana na mtu ambaye amekukosea, akipita kushoto unataka kupita kulia, kwa sababu tayari umeshakuwa mtawala wako. Kwa hiyo ndio anaye determine upite wapi. Alafu mwingine labda anakutawala kila wakati, ukikutana naye na watu labda hata wanamsifia, unataka wewe kuingiza habari mbaya kusudi tu yani kila mtu amwaze jinsi unavyomwaza wewe. Kwa hiyo ni kwamba mtu aliyekutawala, usipoangalia aliyekukosea, anakuwa mtawala wako wa matendo yako na mawazo yako wakati wote. Madhara mengine ni kwamba una hatari ya kupata magonjwa kama nilivyosema, una hatari ya kukosa furaha na uhuru wa ukweli, kwa sababu kama unaishi na chuki na uhasama na ugomvi na vita vya chini chini, kwamba unakuwa huna furaha ya kweli na hauna uhuru, kwa sababu unajiimprison, unajifunga mwenyewe, umejiweka kwenye gereza mwenyewe. Alafu tabia za kuwa na passive aggressive behavior. Tabia passive aggressive ni zile tabia za kufanya vita vya chini chini. Mara nyingi unakuta watu wengi ambao hawajasamehe ni kwamba either hapendi pia kuongea na huyo mtu ambaye amemkosea, na usipoongea naye ni kwamba unaanza sasa vita chini chini, kwa nitagombana naye, nitamfanyia vituko, nitafanya vitu. Kwa hiyo unakuwa na vita vya chini chini, ndio madhara yake. Vita vya chini chini havitaisha kwako. Alafu tabia kukosekana kwa usingizi ni madhara mengine ambayo research zinaonyesha watu wasiosamehe pia wanakuwa na shida ya matatizo either kupata usingizi au kulala usiku, na magonjwa ya moyo. Alafu kutokusamehe pia ni kubebeshwa mzigo mkubwa sana, kwamba unakuwa umejibebesha mzigo mkubwa sana. Kubeba chuki, uhasama, hasira, uadui muda wote ni kwamba unakuwa umebeba mzigo mzito kubwa sana. Angalia reaction yako mwilini. Ni kwamba mara nyingi ukutana na mtu aliyekukosea, kama kweli unamregard kama ni adui yako, unaona jinsi moyo unavyokupasuka. Inapasuka kukutana naye na unaona kabisa yani kuna vitu vimetokea mwilini. Ni kwa sababu ya mzigo mzito ambao umetokea. Mzigo mzito wa kutokusamehe unaleta chemical reaction kwenye ubongo wako na ndio unakusababishia kupasuka kwa mwili, kupasuka kwa moyo na hisia mbaya ambazo zinaweza kukuletea madhara. Kwa hiyo kama unapasuka moyo ukikutana na mtu, fahamu kwamba ni chemical change zimetokea kwenye ubongo kwa sababu ya hali ya chuki na zitakuletea madhara wewe pia. Kuna mtu mwingine ndio hivyo, unapasuka moyo alafu unaona kama unakosa amani kabisa. Alafu kutokusamehe madhara yake mengine kwamba unaishi kwenye wakati uliopita. Watu wasiosamehe wanaishi miaka ya zamani. Kuna mtu mwingine alikosewa miaka 20 iliyopita, mwingine akakosewa miezi 6 iliyopita, mwingine akakosewa lakini ataishi miaka ile ya zamani iliyopita. Yani haja move forward, anaendelea kuongea vitu vya zamani sana ambao vilipita na bado ana uadui. Unaweza kuongea wakati huna uadui, lakini kuna huyu ambaye hajasamehe ni kwamba bado unamwona anakuwa na uadui na mambo ya zamani sana ambayo yalipita zamani sana. Tabia ya kutokusamehe pia madhara yake ni kwamba inasababisha uweze kudehumanize mtu mwingine. Kudehumanize ni kutokumuona mtu, kumpa mtu thamani yake kama binadamu. Ni kwamba unamuona mtu tena kama ni mkosaji, kwa hiyo mtu ni nyoka, ni mbaya sana, ni shetani, hafai kabisa. Yani ndio maana labda utapenda hata kujitenga naye, utapenda labda usiongee naye kwa sababu tayari umeshamuona kama kwenye picha nyingine kabisa ambayo haikuepo zamani. Unasahau hata mambo mazuri ambayo labda ameshakukufanyia au wema wake. Ukishakosewa unafuta yote, utafuta 99 utashikilia moja. Kwa hiyo ni tabia ya kutokusamehe inasababisha udehumanize mtu mwingine. Usimuone kwenye hali ya kawaida ya binadamu, unamuona kama sio binadamu wa kawaida, ndio maana labda utapenda hata kuhusiana naye tena. Alafu mtu mmoja alishasema kwa kutokusamehe ni sawa na kunywa sumu alafu unategemea mtu mwingine adhurike. Kwa sababu kutokusamehe ni kwamba unakuwa umebeba sumu, kama nilivyosema mzigo mzito, ni kwamba unakuwa umebeba sumu. Ni sumu. Kukaa na uhasama na ugomvi na chuki na mtu ni sumu mwilini mwako wewe pia, kwa sababu inakudhuru wewe pia kama inavyomdhuru mtu mwingine. Tena inawezekana wewe inakudhuru zaidi, kwa sababu ndio hivyo unakuwa umetawaliwa naye wakati wote unamwaza, alishasema hivi, alishafanya hivi muda wote. Kwa hiyo kutokusamehe ni sumu kubwa sana. Kuna faida za kusamehe. Research zinaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kusamehe na kuimarika kwa afya ya akili. Ni kwamba unapunguza msongo wa mawazo, hofu, depression, unaimarisha kinga mwilini kwa sababu ukiachilia ile hali ya fight, flight, freeze inaondoka. Alafu unaimarisha mahusiano. Kwa hiyo kama ni familia mlikuwa mna magomvi lakini mkisameheana, ni kwamba mahusiano yatarudi katika hali ya kawaida. Alafu inakuletea uhuru. Kwa hiyo utakuwa tena
hujafungwa na mtu mwingine na matendo ya mtu mwingine ambaye anakufanya saa zote umwaze yeye. Alafu pia research inaonyesha kwamba watu wanaosamehe wanakuwa na tabia ya kuridhika na kufurahia maisha zaidi kuliko watu wasiosamehe. Kwamba anakuwa na freedom, alafu anaridhika na maisha. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu msamaha ni kwamba msamaha unakubadilisha wewe. Jambo la kwanza ni kwamba wewe hapo ndio unayebadilika, kwa sababu huwezi kubadilisha mtu mwingine. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ambao utaonekana kama saizi ni binadamu umeamua kusamehe na umekuwa na moyo wa kawaida. Alafu kusamehe pia ufahamu kama sio kusahau. Kuna watu wengi sana wanasema kusamehe lazima kuendane na kusahau. As far as you have your memory, una kumbukumbu zako, unaweza usisamehe, usisahau kama mtu alishakufanya kitendo fulani. Lakini hata kama unakumbuka, ukisamehe, hata kama unakumbuka kitendo alichofanya mtu, unakumbuka lakini sio kwa lengo la chuki la kumchukia. Utakuwa unakumbuka tu okay, so alishakufanya hivi na hivi, lakini huna ile chuki moyoni, upasuki tena moyo. Alafu msamaha sio faida tu kwa mtu aliyekukosea, ni faida yako pia. Kama nilivyosema, usiposamehe unakuwa umebeba mzigo mzito mkubwa sana. Kwa hiyo kusamehe pia ni faida yako mwenyewe ambayo itakusababisha afya yako ya akili na mwili iwe nzuri. Inakuondolea mzigo mzito, hiyo chemical change itabadilika. Kwa hiyo ile hali ya kupasuka moyo na kuwa kwenye stress hormone ambazo ziko elevated itapungua. Inakuweka huru, msamaha unakuweka huru kwa sababu ukiwa hujasamehe unakuwa hauko huru, unakuwa umetawaliwa na mtu mwingine. Jinsi ya kutoa msamaha ni kwamba kusudia kusamehe, kwa sababu nisema kusamehe ni kitendo cha hiari. Kwa hiyo kusudia kusamehe, kuanzia leo nimeamua kusamehe na kuachilia mambo ya nyuma. Alafu kubali maumivu bila kutoa hukumu. Ni kwamba unakubali kwa okay, ameshaniumiza, nimefukuzwa kazi, labda nimekosana na watu kutokana na maneno yake yanaponichonganisha na watu, au amenisababisha hasara, lakini nimeamua kukubali maumivu, nimemsamehe. Ni kama vile umeamua kumsamehe mtu deni lake, kwa ulikuwa unamdai sijui mahela mangapi, lakini umeamua okay, sitamdai tena. Kwa hiyo achilia tu kwa okay, ni hela zimepotea lakini sitamdai tena na nataka tuendelee naye vizuri. Kwa hiyo kubali maumivu bila kutaka kumuumiza mtu. Alafu tukumbuke pia katika kusamehe, jitahidi sana kuwa na huruma dhidi ya mtu aliyekukosea, ambao ukisema hivyo mtu utanishangaa kwa nini nimhurumie mtu aliyenikosea, aliyesababisha labda kifo, aliyesababisha nifukuzwe kazi, aliyesababisha mambo makubwa sana. Jitahidi kuwa na huruma naye na kuvaa viatu vya mtu aliyekukosea. Watu wanakosea wengine kwa sababu mbalimbali sana. Kwa hiyo jitahidi sana kumuelewa. Kuna watu wengine ambao kweli wamekosea kwa makusudi, anakusudia tu kuanzia leo mimi nitakuwa na vita na huyu mtu, nitamkomesha kwa makusudi kabisa hata kama hujamfanyia kitu. Kuna watu wengine ambao pia labda unaona kama amekosea lakini labda alikuwa hana hata mpango wa kukosea. Yaani alikuwa anaendelea tu na maisha, lakini kumetokea mambo, labda yeye mwenyewe na stress zake amefanya kitu ambacho wewe umeona kama amekukwaza, lakini labda moyoni mwake wewe haupo moyoni, kwa haupo kichwani mwake kwa anaenda kumkwaza makusudi. Alafu jitahidi sana kuwaelewa na kuvaa viatu vyao, kwa sababu kuna watu wengine pia wanakosea sio kwa sababu kweli anakusudia kukosea, maybe naye anapitia mambo magumu, hajaweza kufanya kile kitu chokusudia afanye kwa sababu yeye mwenyewe pia labda naye ana stress zake, anapitia mambo magumu. Kwa hiyo tujitahidi kuwaelewa watu wengine na kuvaa viatu vyao. Alafu achana na tabia za ubinafsi, kwa sababu mara nyingi pia tunashikilia uadui na watu kwa sababu ya ubinafsi. Ubinafsi ni hivi, mtu kila wakati unakuta mtu analalamika, hakunifanyia hivi na hivi na hivi, nilitaka afanye hivi lakini hakuja kwenye sherehe yangu, sijui hakunifanyia hivi. Sangia ni tabia za ubinafsi. Jitahidi sana kumuelewa kwa nini hakuja. Maybe alikuwa na sababu mbalimbali. Kwa hiyo tusiwe wabinafsi sana. Ubinafsi mara nyingi sana unasababisha uadui na ugomvi na tabia za kutokusamehe. Unajiwazia wewe tu hujafanywa kitu fulani. Lakini labda umwazii kwa nini labda hajafanya hicho kitu. Maybe alikuwa na sababu nyingine ya msingi. Alafu tambua kwamba binadamu wana mapungufu. Kwa hiyo kama unaishi na ulimwengu wenye binadamu ambao ni perfect, then expect kama hawatafanya makosa. Lakini kama unaishi ulimwengu ambao watu wanakosea kwa maneno, kwa matendo, kwa fikra, ni kwamba tambua kwamba kuna mapungufu ya binadamu na kuna siku watakosea na mambo yanaweza kaenda vibaya, lakini tukumbuke kusamehe. Zungumza na aliyekukosea. Ni vizuri sana kuzungumza na aliyekukosea. Jinsi ya kuzungumza na aliyekukosea nimeongea kwenye video moja wapo ya hasira, kwamba usiende kuongea naye wakati umekasirika, lakini kuzungumza na mtu aliyekukosea ni kitendo cha ujasiri, unaonekana kama unajiamini na pia uko serious na mahusiano, unataka kuimarisha mahusiano. Zungumza naye kwa utaratibu na uweze kuelewesha. Unaweza kukuta kitu ambacho umeshakifikiria kama ni kitu kikubwa sana, labda mtu alifanya hivi, anakuwa, kwa sababu nimesema mtu akikosea unakuwa umejaa na mawazo hasi. Umemfikiria kwa labda alikuwa na lengo la kunidhuru, la kunikosea heshima, au anataka sio kunifanya nini. Unaweza kukuta labda umeongea naye, unakuta labda mtu labda wala alikuwa sio lengo lake. Kwa hiyo ni vizuri sana kuzungumza na mtu aliyekukosea ili kuweza kufahamu undani wa kosa lenyewe na kuweza kuelewana vizuri. Kwa hiyo zungumza na mtu aliyekukosea kuliko
kuchukua tabia za kufanya vita ya chini chini. Vita ya chini chini haisaidii kwa sababu itaendelea kuwa vita siku zote. Lakini ukizungumza naye unakuwa unaweza kuelewa ni kitu gani kilikuwa kinaendelea na maybe unaweza kumuelewa huyo mtu na kumsamehe kirahisi zaidi. Alafu achilia na uwe na amani. Jitahidi sana kuachilia mambo. Usishike mambo moyoni kwa muda mrefu kwa sababu hayo mambo yanakuwa ni sumu tena kwako. Na ukiona unashindwa kusamehe wewe mwenyewe, tafuta ushauri wa wataalamu. Wanaweza kukuelewesha, watakuelewesha kwa njia muhimu kabisa za kitaalamu, za kisayansi, na utaweza kusamehe watu kwa hiari zaidi. Alafu kumbuka kuwa toa msamaha kwa faida yako na kwa faida ya aliyekukosea, kwa sababu msamaha ni kujiset free, ni wewe mwenyewe unajiweka huru. Huru na mawazo hasi, huru na mipango ya kutaka kulipiza, huru na vita ya chini chini. Kwa hiyo samehe kwa faida yako na kwa faida ya mtu mwingine. Kumbuka kuwatendea watu wengine kama unavyopenda kutendewa. Hakuna mtu asiyependa kusamehewa. Kila mtu anapenda kusamehewa madeni ya hela na kusamehewa pia kwa mambo mabaya aliyofanya. Kwa hiyo kama unapenda kusamehewa pia, jitahidi sana kusamehe watu wengine. Aidha ameomba msamaha au hajaomba msamaha, jitahidi sana kusamehe ili uwe huru. Samehe, uepukane na chuki, uhasama, uadui, magomvi na vita chini chini, kwa sababu hivyo vitu havisaidii, sana sana vinakuletea madhara. Pia napenda ukumbuke kwa kusamehe kunaimarisha afya ya mwili na akili. Lakini pia unaposamehe usisahau kwamba samehe lakini kwa watu wengine unaweza ukarudisha uhusiano ukaendelea kuwa mzuri, na kuna watu wengine ambao unatakiwa uweke mipaka kwa sababu ili kuepuka stress zisitokee tena wakati mwingine, kwa sababu magomvi yanaleta stress kubwa sana. Kwa hiyo ili kuepuka stress unaweza kuweka mipaka, boundaries, ili huyo mtu ambaye amekusababishia stress wakati huo maybe wakati mwingine asipate nafasi ya kuletea stress tena, the same stress. Kama unajua una rafiki ambaye labda ni mwongo, ni mchonganishi, au anapenda kuhamisha maneno kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, unamsamehe, lakini mtu kama huyo hatakiwi kuambiwa tena siri za karibu, kwa sababu atakuchafua tena, kwa sababu yeye ni tabia yake. Wewe ndio unaweza kujicontrol, lakini huwezi kucontrol mtu mwingine. Kwa hiyo kutunza heshima yako ni kwamba usimwambie mambo ya maana mtu ambaye anakuchafua japo umemsamehe. Alafu kama unajua rafiki yako ni mwizi, labda ukiacha wallet hapo au umemwambia password ya benki yako, ataenda kudraw hela, then unamsamehe, lakini siku nyingine asikae karibu na wallet yako, asikae karibu na pochi yako, kwa sababu atakudhuru tena na atakuletea stress tena. Kwa hiyo kumbuka kuna watu wengine ambao wanatakiwa kusamehewa, lakini unaweka boundaries ili kuepuka stress ambazo zinaweza kujitokea tena wakati mwingine. Alafu kama rafiki muongo ni kwamba kaa naye mbali, kwa sababu muongo wewe ndio umebadilika, umeamua kusamehe, lakini hiyo tabia yake itaendelea na uwezo kumcontrol. Kwa hiyo kaa naye mbali ili asikuendee kukuletea aibu au maneno yasiyofaa kila wakati na kuletea aibu mbele za watu. Kwa hiyo kumbuka kwa kusamehe ni kwa muhimu, lakini kama umemsamehe mtu lakini unajua ana tabia fulani, ni vizuri sana kuweka mipaka ili usiendelee kupata the same stress. Kama umependa hii content, tafadhali usiache kusubscribe na pia kushare na watu wengine. Asante sana.